Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Nikodemu. Nikodemu alimfuata Yesu usiku na alimwambia jambo moja kwenye ile Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 2. Kianza mstari wa kwanza anasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, manake mwalimu, twajua kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizo uzifanyazo isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili, manake kinachotugaranti kuona ufalme wa Mungu ni kuzaliwa mara ya pili. Na Yesu alimwambia Nikodemu hicho kitu, kwamba mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Nakumbuka nilikwambia mwanadamu ni roho. Huu mwili unapomclassify kwamba mtu fulani ni mwanadamu, haupimwi kwa mwili wake, bali tunapima kwa roho yake. Kwa hiyo kinachozaliwa ni roho. Ndio maana hapa chini Biblia inazungumza, Nikodemu akamwambia, mtu awezaje kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Maanake alikuwa haelewi hichi kitu. Ndio maana mtu leo tunapomwambia okoka, njoo kwa Yesu, anaona ni kitu ambacho hakiwezekani, akisahau ya kwamba kinachookolewa ni roho. Na ndio maana kuna wakati Yesu alisema alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea, maanake ni roho. Alikuja kutafuta nafsi. Ndio maana wakati mwingine anasema alikuja kutafuta kila kiumbe kilichopotea. Ndio maana kuna wakati pia Yesu alisema sikuja kuangamiza roho, bali nilikuja kuhubiri na kuziokoa roho. So Nikodemu akawa anaambiwa hilo jambo. Biblia inazungumza, Yesu akajibu akamwambia, nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kumbuka hicho kitu ni nabii Ezekieli alishawahi kutabiri hicho kitu, kwamba kuna maji ambayo yatanyunyiza na damu. Yesu amezungumza hapa kitu, alikuwa anamwambia Nikodemu. Kumbuka huo ni utabiri ambao ushawahi kutolewa na nabii mmoja ambaye anaitwa Ezekieli. Alizungumza hicho kitu kwamba siku zinakuja ambazo watanyunyiziwa maji. Maanake alikuwa anazungumza kwa habari ya Kristo Yesu ambaye anakuja kufanya ondoleo la dhambi. Na hapa chini anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maanake ni kile kitu ambacho nimezungumza mwanzoni, kwamba sisi tunazaliwa, roho zetu zimekuja kuzaliwa upya kupitia Kristo Yesu. Hapa chini anazungumza hivi, anasema ustaajabu kwa kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Maanake tuna sababu na tunapaswa kuzaliwa mara ya pili kupitia Kristo Yesu. Na tunazaliwa kwa kufanya nini? Ni kumwamini Yesu Kristo. Kwa tunapomwamini Yesu Kristo tunakuwa ni watu ambao tumezaliwa mara ya pili. Ndio maana pia kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ni mlinzi wa gereza, aliwauliza wakina Paulo na Sila walipokuwepo kule gerezani, baada ya tetemeko kubwa kutokea, kwamba nifanye nini nipase kuokoka? Akamwambia, muamini Bwana wewe na nyumba yako utapata kuokoka. Ni kile kwamba kubali kuzaliwa mara pili, kubali kumpokea Yesu ili uweze kuzaliwa, ili uweze kuwa kitu kipya wewe na nyumba yako. Kwa Yesu ndo ambaye anafanya transformation ya maisha yetu. Anayebadilisha maisha yetu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo peke yake ndiye anayebadilisha maisha yetu, na anabadilisha maisha yetu endapo mioyo yetu imefunguka kwake, iko tayari yeye aweze kuingia kwetu. Na Biblia inazungumza ya kwamba yeyote anayeenda kwake hata mtupa nje kamwe. Kwa tunapojisogeza kwake hatuwezi kutupwa na yeye. Yeye anatukaribisha kwake, anatukaribisha kwenye magoti yake, anatukaribisha mbele zake kama watoto wake. Ndio maana anamwambia mtu asipozaliwa mara ya pili, maana yake mtu yeyote ambaye unamuona hapa duniani anapaswa kuzaliwa mara ya pili. Na anazungumza mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na chochote ambacho Mungu amesema kwamba hakiwezekani ni hakiwezekani. Kwa hiyo principle ni fupi tu, mtu ili aweze kuingia ufalme wa mbinguni ni azaliwe mara ya pili, ni amwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, aingie kwenye ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni maana yake ni serikali ya Mungu mwenyewe hapa duniani. Kwa hiyo je, wewe umemwamini Kristo Yesu na umemfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na umekubali vile ambavyo amefanya kuwa halisi kwenye maisha yako? Na kumbuka alifanya vyote hivyo ambavyo wewe hujui. Ndio maana Yesu alifanya vyote hivyo, alisulubiwa. Hakuja kukaa na sisi, hakuja kutuuliza kwamba aisee, nataka nife kwa ajili yenu, nataka kusulubishwa kwa ajili yenu, nataka nibebe makosa ya dhambi zenu.
hakuja kwa ajili hiyo, hakutuambia hayo mambo. Yeye alifanya kwa namna ambayo sisi tunapaswa kukubali kile kitu ambacho alikifanya kwa ajili yetu. So Kristo Yesu ni upendo mkubwa ambao aliufanya kwa ajili yetu. Kazi yetu sisi ni kuamini kile kitu alichotufanya. Kwa hiyo usiku na mchana kiamini kile kitu ambacho Kristo Yesu amekifanya kwa ajili ya maisha yako. Amen.